Mantiki ya aina ya pili ya kujitoa mwili wako uwe dhabihu iliyo hai kwa Bwana ni ile ya kujitoa kwa Bwana, ya kutoa kama Ibrahim. Nimeandika nikasema dhabihu iliyo hai kwa upande mwingine inaweza kufananishwa na tendo la Ibrahim kumtoa Isaka mwana wa pekee kwa Mungu, kumtoa Isaka mwana wa pekee kwa Mungu. Hiyo nayo ni dhabihu iliyo hai. Inakuwa ni dhabihu iliyo hai kwa sababu inahusisha kutoa kitu unachokitegemea kwenye maisha. Andika hiyo point. Inahusisha kutoa kitu unachokitegemea kwenye maisha. Dhabihu iliyo hai ni dhabihu inayoongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni dhabihu inayoongea. Jamani, kutoa kitu kwa Mungu unachokitegemea sio jambo rahisi. Lazima kutakuwa na mjadala moyoni. Jua dhabihu zile zilizokuwa zinachinjwa, hizo zilikuwa haziongei, maana zimekufa, haziwezi kusema naumia, si ndio? Kwa hiyo tunaposema kutoa au kuifanya miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai, maana yake ni kutoa kile kitu unachokitegemea kwenye maisha yako. Kutoa kitu unachokitegemea kwenye maisha yako. Na kutoa kitu unachokitegemea kwenye maisha yako hautakiwi kukurupuka. Ibrahimu hakuamka tu usingizini akaenda kumtoa Isaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaenda akamtoa Isaka. Hapana. Mungu alisema naye. Hii sadaka, kufanya mwili kuwa dhabihu iliyo hai kwa namna ya kutoa kitu unachokitegemea, inahitaji imani kwa Mungu, si ndio? Inahitaji imani kwa Mungu, lakini pia inahitaji Mungu aseme na wewe. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaweza kusema na wewe, toa biashara yako, toa mshahara wako mzima. Hatukurupuki tu kwa sababu Biblia inasema Mungu akasema na Ibrahim, mtoe mwanao. Alikuwa tayari na sadaka zake, alikuwa na ng'ombe wake, alikuwa na kondoo wake, alikuwa na njiwa wake wa kutoa, lakini Mungu akamwambia mtoe mwanao. Hiyo ni dhabihu iliyo hai. Hata sasa hivi inafanyika hiyo dhabihu iliyo hai. Unaambiwa utoe kile unachokitegemea. Kwa kutoa mwili wako kuwa dhabihu iliyo hai, maana yake ujenge hiyo imani kwa Mungu wako, kiasi kwamba hata kama akikuambia utoe kitu unachokitegemea kwenye maisha, yani hicho ndicho kinacholisha familia yako, uweze kukitoa.